ya Mungu. Ukijiweka nafasi ya Mungu umepoteza kila kitu. Na ndio maana sisi hatuwezi tukajiweka nafasi ya Mungu. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu, nafasi hiyo inanitosha. Mimi ni mwana wa Mungu, nafasi hiyo inanitosha. Sina nafasi nyingine kwa Mungu. Sema amen. Wewe ni mwana wa Mungu, nafasi hiyo inakutosha. Mwambie jirani yako, nafasi hiyo inakutosha ya kuitwa mwana wa Mungu, ya kuitwa mwanafunzi wa Yesu. Sema amen. Kama wewe mwanafunzi wa Yesu, nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Mwana wa Mungu, mwanafunzi wa Yesu. Sema amen. Leo kuna watu wamejiinua kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, wakaketi katika eneo la hekalu. Mungu anatakiwa aketi katika hekalu ili aliongoze ile hekalu. Leo kuna watu wameketi kwenye hekalu ndio wanaliongoza hekalu. Na ndio maana leo kuna mahekalu ya watu. Kumbe mwenye uwezo wa kumiliki hekalu ni Mungu peke yake. Sema amen. Na ndio maana leo kuna watu wameketi kitu kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, wakijinena wao ni mamungu. Mungu akubariki sana. Hata yeye mwenyewe huketi katika hekalu la Mungu, akajionyesha nafsi yake ya kwamba yeye ndiye Mungu. Yaani leo kuna watu wameketi kwenye mahekalu, wao ndio wanajionyesha mamungu. Na ndio maana mtu anamkuta anajiita, mimi ni baba wa kiroho, nina watoto wangu wa kiroho, nina washirika wangu. Washirika wako huna. Leo hakuna mshirika wa mtu. Leo sisi ni washirika wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kama wewe ni mshirika wa Yesu Kristo, jipigie makofi, kwa sababu hujafanywa kuwa mshirika wa mtu. Sisi ni washirika wa Yesu Kristo. Tumemwamini Yesu tukamuone uzima wa milele. Sema amen. Lakini kuna watu wameketi katika hekalu wakijifanya wao wa Mungu. Wameketi wanajifanya. Na ndio maana leo unakuta kiti anachokalia mchungaji hawezi kukalia mshirika. Leo unakuta amekalia mchungaji anakalia sofa, alafu mshirika anakalia benchi. Kwa ni vitu viwili tofauti. Ndivyo anavyozungumza mtumishi wa Mungu Paulo. Sasa kuna kitu ambacho Paulo alikizungumza hapa ambacho nataka nikupatie ili ukakifanyie kazi. Mungu akubariki sana. Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi niliwaambia hayo? Na sasa lizuiero mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Lakini yule azuiaye sasa hata atakapoondolewa, hapo ndio atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Kwa uwezo wake kwa ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakuikubali kuipenda ile kweli. Mungu akubariki sana. Mshike jirani yako mkono, mwambie hongera sana kwa kuipenda kweli ya Mungu. Na ndio maana sisi cha kwanza kabisa tukaipenda kweli ya Mungu. Sema amen. Hatujifunzi kwa watu, hatujifunzi kwa mtu, tunajifunza kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Tukaipenda kweli. Yesu anamwambia Petro, wanipenda? Petro anasema, Bwana ninakupenda. Yesu anamuuliza mara ya pili, Petro, wanipenda? Petro anasema, Bwana nakupenda. Yesu akamuuliza mara ya tatu, Petro wa Simioni, wanipenda? Petro akasema, Bwana wewe mwenyewe unajua ninakupenda. Yesu alipotambua upendo wa Petro sio wa fedha, upendo wa Petro sio wa dhahabu, upendo wa Petro sio wa sadaka na fungu la 10, upendo wa Petro ni wa agape, wa kwamba si wa sababu. Yesu akamwambia Petro, chunga kondoo zangu, linda kondoo zangu. Sema amen. Hasa na mimi nataka nikupe majukumu ya kwamba ukawafanya watu wawe wanafunzi
mwanafunzi wa Yesu kwa sababu umepewa mamlaka hayo. Sema amen. Kwa hiyo unapokuwa katika kweli ya Mungu, katika upendo wa Mungu, unatakiwa kuyafanya yale ambayo Mungu anayoyahitaji katika maisha yako. Sema amen. Kwamba Mungu anakupenda na alikupenda na akakupa Roho Mtakatifu. Na wewe mpende kwa nguvu zako na kwa akili zako kwenda kuitangaza kweli ya Mungu iliyo katika Yesu Kristo. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana.